Ombi hilo limetolewa na viongozi wa kijamii wakiwemo wamila waliokuwa wakizungumza na wataalamu wa afya wanaoongoza kampeni za chanjo ya polio awamu ya pili inayotarajiwa kuanza hivi karibuni. Viongozi, basi chanjo ifanyike kwa ufanisi na tushiriki kwa pamoja kuhakikisha kwamba jitihada ya Mheshimiwa Rais wetu Rais Samia Suluhu Hassan basi inakuwa inafikia malengo ambayo wameweka. Chanjo ni muhimu ambayo serikali inafikiria mapema, na tunaona kwamba watu wameutikia wito, na sisi kama viongozi tutaendelea kuhamasishana na kupeleka salamu katika mashule ili hii zoezi liende vizuri. Changamoto ya matumizi ya tiba za jadi kwa baadhi ya wananchi pia ikazungumziwa na mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makalla na baadhi ya wataalamu. Lengo la kampeni hii ni kuwaongezea kinga watoto kutokana na tishio la kushambuliwa na ugonjwa wa polio. Tunatambua ukweli kwamba kama wizara tumekuwa tukisimamia zoezi la utoaji wa chanjo ya polio kwa watoto wote chini ya miaka 5. Lakini katika kipindi cha karibuni tumepata visa vya kukutwa kwa wadudu wanaoambukiza ugonjwa wa polio kwenye maji machafu kwenye mabwawa yetu. Kisa cha kwanza kilionekana mkoa wa Rukwa mwaka 2023 ambapo wizara ililazimika kufanya kampeni kwa mikoa 6 kwa maana ya Mbeya, Songwe, Rukwa, Katavi, Kagera na Kigoma. Na jambo lote lazima lianze na watu wachache. Kwa hiyo hapa tuko wachache, lakini kwa niaba ya wananchi wote wa mkoa wa Arusha kuweza kuwafikia hawa watoto 774,459. Kampeni yetu italenga kaya, nyumba kwa nyumba, kuwafikia nyumba kwa nyumba. Hamasa lazima itolewe, waelewe kama mimi nilivyoanza na nyie. Nani hapa aliwahi kupata chanjo? Tumeelewa umuhimu wa chanjo. Corona imetushambulia, watu wamepata. Tulipata chanjo za ndui tukiwa wadogo, zimetusaidia. Kwa hiyo swala la chanjo ni swala la kawaida. Wilaya zote naelekeza zifanye kikao cha afya msingi cha aina hii. Kwa mujibu wa wataalamu hao, serikali imetenga zaidi ya shilingi bilioni 17 kwa ajili ya kampeni za kitaifa za chanjo ya polio, huku mkoa wa Arusha ukitumia zaidi ya shilingi bilioni 1.4. Usikose kufuatilia taarifa ya habari ya ITV kila siku za wiki, ikiwa na matukio muhimu ya kijamii, kisiasa, utamaduni, biashara na uchumi, pamoja na habari za michezo na burudani ndani na nje ya mipaka yetu. Ni saa 2 kamili hadi saa 3 kamili usiku. Tutakuwa na taarifa kutoka kila kona ya jiji la Dar es Salaam katika taarifa za jiji letu, Jumatatu hadi Ijumaa saa 5 kamili usiku. Pia saa 12 asubuhi tutakuwa na habari za kitaifa zikihusisha habari za kijamii, kisiasa, kiuchumi na kitamaduni kutoka ndani na nje ya mipaka yetu. Habari za saa ni kila baada ya saa 1 kutoka ndani na nje ya Tanzania, tukikukusanyia habari za kijamii, kisiasa na kiuchumi kutoka kwa waandishi wetu wabobezi katika masuala ya habari. Ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 2:55 asubuhi hadi saa 8:55 alasiri. Katika kukuletea habari muhimu zilizofanyiwa uchunguzi wa kina, usikose kujiunga nasi kila siku za wiki saa 12 jioni katika Hapa na Pale, kutoka kwa waandishi wetu mahiri waliotapakaa kila pembe ya nchi. Habari za ITV pia zinapatikana mubashara kupitia akaunti zetu za mitandao ya kijamii: Facebook ITV Tanzania, YouTube ITV Tanzania. ITV daima, super brand Afrika Mashariki.